المدينة فاستضاء بنوره هذا المكان فلا ظلام ولا ذبول ودعا لها في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 9 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie taa zetu na atughufurie kasoro zetu ya rabbal alamin. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 9 kwenye kipindi chetu cha Fadailul Madina, utukufu wa jiji la Madina na wakazi wa Madina. Msikilizaji mtukufu wa Kiislamu, moja kwa moja tuelekeeni katika kikao cha khairi hichi na bai'a ambayo kwamba yenye kujulikaniwa kwa kuwa ni bai'a ya pili, muungano wa pili baina ya masahaba wakazi wa Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumwachieni Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, tumsikilize anasumulia habari gani. Asema Ka'b radhiyallahu anhu, baada ya kuwa amezungumza tayari ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza, asema Ka'b, faqulna lahu, tukamwambia ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, qad sami'na ma qulta, tumesikiliza maneno yako. Fatakallam ya Rasulullah, zungumza sasa ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta, chukua kile ambacho kwamba unachokipenda kwa ajili ya nafsi yako na kwa ajili ya Mola wako. Zungumza kile chenye kukuridhisha wewe ya Rasulullah na chenye kumridhisha Mola wako subhanahu wa ta'ala. Yamekuja mapokezi mazuri kwa Imam Ahmad min hadithi Jabir ibn Abdullah, kutokana na mapokezi ya Jabir radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie. Asema Jabir, qulna ya Rasulullah, tukasema kumwambia Mtume wa Mwenyezi Mungu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ala ma nubayi'uka, ni juu ya jambo gani unataka tukupatie bai'a zetu? Unataka tukupatie ahadi ya taa ya kuwa tutakutii juu ya jambo gani ya Rasulullah? Tukuchukulia ahadi kwenye kitu gani ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ala sam'i wa ta'ati fil nashati wal kasal, nishukulieni ahadi ya kuwa mutakuwa tayari kunisikiliza na kunitii katika hali zenu zote, kivyovyote vile muwe tayari kunitii na kunisikiliza. Pili, wa ala an-nafaqati fil usri wal yusr, na munichukulia ahadi ya kuwa mutakuwa tayari katika suala zima la kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu na katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye hali zenu zote, kwenye njia ya katika hali ya al-usri ya uzito, wal yusr na katika hali ya wepesi. Muwe munazo nyingi, muwe munao kidogo katika mali, muwe tayari kujitolea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, wa ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, nichukulieni ahadi ya kuwa mtakuwa tayari katika hili la kuamrisha mazuri na mema na kukataza mabaya katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa ala an taqumu fillahi la ta'khudhukum fillahi lawmatu la'im, na munichukulia ahadi ya kuwa mtakuwa tayari kusimama katika dini ya Mwenyezi Mungu na kuibainisha dini ya Mwenyezi Mungu kwa kilima cha haki bila ya kuogopa lawama yoyote yule. Wa ala an tansuruni idha qadimtu ilaykum, nichukulieni ahadi ya kuwa mimi nikiwacha mji wangu nikaja kwenu huko mtakuwa tayari kuninusuru. Watamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum, nichukulieni ahadi ya kuwa mtakuwa tayari nikija kwenu kunizuilia mimi kwa yale mabaya ambayo kwamba mnaojizuilia nafsi zenu na wake zenu na watoto wenu. Mtakapokuyafanya hayo, walakumul janna, mtapata janna kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa Allah. Naam, yamemalizika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kipi kilichofuatia baada ya hapo tutafahamu biidhnillah alkarim katika halaka iliyofuatia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لابتيها والملائك عندها حرس فلا الدجال داخلها يصور.